Kuna methali isemayo afya ni taji, hakuna aijuae isipokuwa mwenye maradhi. Wanasayansi wamegundua kwa nini ugonjwa wa kisukari cha aina ya kwanza ni mbaya zaidi na mkali wakati unakuwa kwa watoto wadogo. Hii ni TriGen Media. Mimi ni Jennifer Mwidete. Aina ya kwanza husababishwa na mfumo wa kinga kushambulia seli kwenye kongosho zinazodhibiti viwango vya sukari kwenye damu. Timu ya utafiti ilionyesha kuwa kongosho ilikuwa bado inakuwa katika utoto, haswa chini ya umri wa miaka 7, na kuifanya iwe hatarini zaidi kuharibiwa. Wanasema dawa mpya zilizotengenezwa zinaweza kuwanunulia wagonjwa muda wa kongosho kukomaa na hivyo kuchelewesha ugonjwa huo. Aina ya kwanza ya kisukari huathiri karibu watu 400,000 nchini Uingereza. Grace mwenye umri wa miaka 8 kutoka Merseyside aliugua ghafla siku ya Halloween mwaka wa 2018. Ilianza kama baridi kidogo, lakini iliongezeka kwa kasi. Alitoka kuwa mtoto mwenye furaha sana wa mwaka 1 ambaye angeenda kwenye kitalu na kucheza na kuimba, anasema baba yake. Familia ya Grace ilibidi kuzoea haraka kuweka juu ya kila kitu ambacho Grace alilazimika kula au kunywa, kuangalia viwango vya sukari katika damu na kutoa insulini ya homoni, kuambia mwili wake kunyonya sukari katika damu yake. Grace sasa ana kifaa cha kupima glucose na pampu ya insulin na anadhibiti ugonjwa wa kisukari, anasema baba yake. Lakini kwa nini watoto waliogunduliwa kuwa wachanga kama Grace, hasa wale walio chini ya umri wa miaka 7, wana ugonjwa mkali zaidi kuliko wale waliogunduliwa katika miaka yao ya baadaye, imesalia kuwa siri. Utafiti huo uliochapishwa katika jarida la Science Advances unaonesha ni chini ya ukuzaji wa seli za beta zinazoishi kwenye kongosho. Hizi ni seli zinazotoa homoni ya insulin wakati viwango vya sukari hupanda kwenye damu baada ya kula. Watafiti katika chuo kikuu cha Exeter walichunguza sampuli za kongosho kutoka kwa wafadhili 250 na kuwaruhusu kuona jinsi seli za beta zilivyoundwa kwa kawaida watu walipokuwa wakubwa na katika kisukari cha aina ya kwanza. Hapo awali katika maisha, seli hizi za beta zilionyeshwa kuwepo kama makundi madogo au kama seli moja moja, lakini kadri tunavyozeeka zinakuwa kwa idadi na kukomaa na kuwa vikundi vikubwa vinavyojulikana kama visiwa vya Langerhans. Utafiti uligundua kuwa kilichotokea baada ya mfumo wa kinga kugeuka dhidi ya seli za beta za mgonjwa mwenyewe. Seli za beta katika vishada vidogo zilichukuliwa na kuharibiwa ili visipate nafasi ya kukomaa. Nadhani hili ni jambo muhimu sana lililogunduliwa kwa ugonjwa wa kisukari cha aina ya kwanza. Utafiti huu unatoa mwanga kuhusu kwa nini ugonjwa huo ni mkali zaidi kwa watoto. Dr. Sarah Richardson kutoka chuo kikuu cha Exeter aliambia BBC. Alisema siku zijazo ni nzuri zaidi kwa watoto wanaopatikana na ugonjwa wa aina ya kisukari wa kwanza. Hii ni pamoja na uwezekano wa kuchunguza watoto wenye afya nzuri kwa ugonjwa huo na dawa mpya za kinga ili kuchelewesha. Uingereza imeidhinisha sampuli tiba ya kinga ambayo inaweza kuzuia mfumo wa kinga kushambulia seli za beta na inaweza kuwapa muda wa kukomaa ingawa haipatikani kwenye NHS. Kwa sababu tuna dawa mpya za kutibu kisukari aina ya kwanza kwa watoto, tunatarajia dawa hizi zitaweza kuzuia au kuchelewesha kuanza kwa vijana hao, alisema Dr. Richardson. Kipande cha fumbo kinachokosekana utafiti huo ulikuwa sehemu ya changamoto ya kisukari cha aina ya kwanza iliyoandaliwa na Steve Morgan Foundation, Diabetes UK na Breakthrough T1D. Rachel Kono, mkurugenzi wa ushirikiano wa utafiti katika Breakthrough
T1D alisema utafiti huu unatupa kipande kinachokosekana cha fumbo, akieleza kwa nini kisukari cha aina ya kwanza huendelea haraka sana kwa watoto kuliko kwa watu wazima. Daktari Elizabeth Robertson, mkurugenzi wa utafiti na kliniki katika ugonjwa wa kisukari Uingereza, alisema kufichua kwa nini ugonjwa wa kisukari cha aina ya kwanza ni mkali sana kwa watoto wadogo hufungua mlango wa kuendeleza tiba mpya ya kinga inayolenga kupunguza au kuacha mashambulizi ya kinga, uwezekano wa kuwapa watoto miaka ya thamani zaidi bila tiba ya insulin na siku moja kuzuia haja yake kabisa. Hii ni TriGen Media.